Rescue Mission of Dragzeni, ukombozi wa kiumbe anaitwa Dragzeni. Dragzeni ni kiumbe ambaye aina ya alien ambao viumbe hawa wanaishi mbali kabisa na sayari ya dunia. Na huu tunaoona basi ni mfumo mzima wa jua, lakini ikiwa ni usiku, kwa hiyo mfumo mzima wa jua waga unaonekana hivi. Na hii sayari tunayoiona ni sayari ya 6 kutoka jua na inaitwa Saturn, sayari ambayo ina plate inayozunguka. Kwa mbali sasa katika sayari hii tunaona kuna kifaa ambacho kinaitwa UFO. Kimondo kilipoteza mwelekeo na kinaanza kushuka kuelekea duniani. Mfumo umeshindwa. Skini ya Mungu ndani ya kile kifaa cha UFO. UFO maana yake ni Unidentified Flying Object. Kinapaa na kupita katika moja ya kambi ya kijeshi huko duniani na maabara ya asili. Kifaa kile ndani kiwemo Dragzeni amepoteza fahamu maskini ya Mungu. Linda eneo lote. Hairuhusiwi kusogea yote bila ruhusa. Kwa hiyo wanaamuru kwamba ulinzi na usalama uwekwe mara moja sehemu hii. Wanaagiza vifaru pamoja na magari ya kijeshi kwa ajili ya kwenda kuweka ulinzi katika sehemu ile ambapo kifaa kile alichokuwemo Dragzeni alikuwa amepanda mle ndani. Kwa hiyo wanaamua kwenda kuweka ulinzi kule, kwa sababu kile kifaa kilichodondoka bado hawajakitambua ni kifaa kimetoka wapi, kimebeba nini na kina nini mahususa. Kwa hiyo wanaagiza mpaka ndege za kivita kwenda kuweka ulinzi sehemu ile ambacho kifaa kile kimedondoka kutoka sayari nyingine. Kumbuka mle ndani ile Dragzeni alikuwa ameagizwa na wa viumbe kutoka sayari nyingine kule tulikoona sayari ya Saturn, sayari ya 6 kutoka jua, sayari ambayo ina pete. Alikuwa ameagizwa kwenda kufanya udadisi wa anga, lakini kwa bahati mbaya aligongana na asteroid. Kwa hiyo kifaa chake kilipoteza mwelekeo na hatimaye kilikuja kudondoka moja ya sehemu ya eneo la kambi la kijeshi ambako kuna hospitali na maabara za kijeshi huko. Kwa hiyo alienda kumchukua Dragzeni, alikuwa hajitambui maskini ya Mungu hodi mtaabani. Alikuwa hajitambui Dragzeni, wanampeleka katika maabara asili kwa ajili ya udadisi na uchunguzi wa kibiolojia ili aweze kujua zaidi huyu kiumbe ni nani na amebeba nini na kifaa chake pia kwa sababu gani pia kimedondoka. Hapa ni kambi moja ya kijeshi ambapo kuna maabara asili ya uchunguzi na wahandisi au military engineers wa kutosha. Sasa katika ndani ya maabara wakiwa wameweka katika screening table, wanamfanyia uchunguzi wa mwili wake mzima waweze kujua kwamba huyu kiumbe wa aina gani, lakini wanakuja kugundua kiumbe huyu biolojia yake sio ya kibinadamu. Biolojia yake ni tofauti kabisa. Anasema biolojia yake ni tofauti kabisa na mifumo ya binadamu ambayo tumeizoea kuifanyia uchunguzi. Lakini kiumbe huyu ambaye ni Dragzeni kwa mbali anatamka neno home, maana yake akimaanisha ni nyumbani, anataka kurudi nyumbani pengine, lakini fahamu zake bado na mawasiliano pia walishinda kuelewana na wale wahandisi wa kijeshi ambao walikuwa wanamfanyia uchunguzi. Sasa wakati mhandisi huyu wa kijeshi ambaye ni military engineer alikuwa akigusagusa, kwa bahati mbaya aligusa sehemu ya moja zile automated system za emergency, zikatoa signal za distress, zikasafiri kutoka duniani. Zile signal zilisafiri moja kwa moja mpaka zikaenda makao makuu ya viumbe hawa aina ya Dragzeni katika sayari nyingine kabisa, na signal monitoring system zao zilidaka zile signal kutoka ishara ya dharura kutoka kwa Dragzeni. Mfumo wa signal za dharura ambao umetoka kwa Dragzeni. Viumbe hawa wana teknolojia ya hali ya juu sana, wana teknolojia kutuzidi sisi binadamu na viumbe wa kawaida. Angalia teknolojia zao, ni teknolojia za hali ya juu sana. Wana mifumo ya ulinzi
pia wana mifumo ya hologram. Kwa hiyo katika operesheni ya uokoaji ianzishwe mara moja. Walikuja kugundua kwamba kifaa kile kimedondoka duniani na wanaamuru kwamba Special Rescue Unit au Alert Rescue Unit, kikosi maalum kwa ajili ya uokoaji, kinaagizwa duniani kuja kumkomboa kiumbe. Vifaa vile ambavyo vikiwa vinakaribia eneo la dunia, labda na sensa za dunia zinakuja kugundua kwamba kuna vifaa visivyojulikana na vinatoka kusijulikana katika anga la dunia. Kwa hiyo vyombo visivyojulikana vimekwisha penya katika anga la dunia. Ni tishio kwa usalama wetu. Jiandaeni kwa mapambano. Wanaamini kwamba waweke ulinzi kwa sababu ya vifaa hivyo ni tishio kwa usalama wa binadamu na eneo hilo la kijeshi pamoja na maabara ya uchunguzi wa kijeshi. Wanaamini sasa kwenda kupambana na wale viumbe wasiojulikana, UFO, unidentified flying object. Kwa hiyo wanaamini kwamba ulinzi ndio kuna moja. Aina ya viumbe wa alien wametuzidi sana mbali, teknolojia yao ya hali ya juu sana. Kwa hiyo hata kujilinda kwao wanatumia teknolojia hali ya juu sana. Waliweka tu shield moja ambayo ni energy shield, tunaita ni ngao ya nishati, wanajilinda. Wanajeshi katika eneo la ulinzi na ile maabara asili walikuwa wanapiga risasi, lakini risasi haziwezi kupenya hapa. Alien walikuwa na teknolojia ya juu ambayo wanaita energy shield, walikuwa wanajilinda na energy shield. Naona washambulii ila wanazuia tu. Kwamba viumbe hawa hawashambulii, wenyewe tu wanajilinda. Sasa maana yake ni nini? Baada ya kupiga risasi hazikupenya. Inaonekana wanamtaka mwenzao au inawezekana. Hey kamanda! Simamisheni mashambulizi! Simamisheni mashambulizi! Fire! Hey kamanda! Tulieni kwa muda kwa sababu watu hao tumewashambulia dakika kadhaa, lakini tumeshindwa kuwashambulia kwa sababu ya teknolojia yao, lakini wao pia wana teknolojia ya hali ya juu, lakini hawajataka kuturudishia wala kutushambulia. Kwa hiyo sasa waliamuru kwamba cease fire, acheni kushambulia, tuzungumze kwamba viumbe hao wanataka nini, labda wanamtaka mwenzao. Kwa hiyo waliacha kupiga risasi na wale viumbe Draxen, aina ya Draxen ambao alien walitoa ile energy shield. Basi wakawachukua viumbe na Draxen wakawapeleka kwa kiumbe ambaye mwenzao yuko huku katika maabara asili ya kijeshi. Kiumbe na Draxen alikuwa yuko hoi, kwa hiyo wanatumia ile energy healing, njia ya nishati ya kumponya Draxen. Kumbe viumbe hawa wana teknolojia ya juu sana, kwa hiyo walimponya mara moja tu, baadaye wakamchukua. Wanapotea kupitia mlango wa hyper speed portal. Ni mlango ambao unasaidia binadamu na viumbe visivyojulikana kupotea katika, kama unataka kusafiri katika kwenda sayari au kwenda nje ya galaxy, wanapitia katika hiyo hyper speed portal na vifaa vyao. Ile timu ya Alert Rescue Unit wanapotea kupitia ile mlango wa hyper speed portal, wanatoweka duniani. Waandishi wa kijeshi na military engineers wa kijeshi wanabaki wanaduaa tu kwa kilichotokea hapo. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu, Rescue Mission of Draxen. Asanteni sana.